kupitia programu hii tuna kipengele ambacho kinatuwezesha kununua vitendea kazi kwa watumishi katika kurahisisha utendaji kazi wao. Sasa sisi kama Manispaa ya Ilemela kupitia kwa mkurugenzi wetu na management kwa ujumla tulipanga kufanya manunuzi ya hizi pikipiki ili kwa malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kurahisisha ukusanyaji wa mapato ya ndani katika kata, kwa mantiki ya kwamba watendaji wa kata na maafisa maendeleo ya jamii kushiriki ipasavyo katika kutekeleza shughuli hizo. Lengo la pili ilikuwa ni kuwezesha wataalamu wa maendeleo ya jamii kushiriki ipasavyo katika kutafuta marejesho ya mikopo ya 10% ambazo halmashauri inatoa kwa wajasiriamali mbalimbali kwa kama ambavyo ilivyo katika kisheria kufanya hivyo. Fuateni sheria na kanuni. Kwa yule ambaye leseni hana, kajielimishe kwenye chuo cha chochote kinachofundisha ili upate leseni. Ni muhimu sana hilo. Kwa sababu ukikamatwa una leseni, utachukuliwa sio kama mtumishi wa serikali. Utachukuliwa kama raia ambaye umevunja sheria, na sisi tutasimamia sheria kwa utaratibu ule ule. Hakuna tena simu, mkuu nimekamatwa. Nenda katengeneze sifa, ndio inakufanya sifa hiyo uweze kumiliki chombo na kuendesha chombo vizuri. Lakini usalama, mwendo kuzingatia, tahadhari za barabarani na kuvaa helmet wakati wote utakapokuwa unaendesha pikipiki. Sio kuchukulia mimi kwa sababu niko Buswelu halmashauri ni hapo tu. Hata kama sivai helmet hapa kwa kuwa karibu, ajali inaweza ikatokea popote pale. Tuendelee kuchukua tahadhari na kufuata misingi ya kanuni bora za uendeshaji wa vyombo vya moto. Wito wangu kwa tunaokwenda kuwapa pikipiki leo kwa maana ya vitendea kazi. Kwanza pikipiki hizi mpya mzima 0 km. Na tumezitoa hizi au serikali inatoa pikipiki hizi kwa sababu ya kuongeza ufanisi kazini. Sasa kuna wale ambao hawajui kuendesha pikipiki, ndio muda wa kwenda kwanza kujifunza kabla hujakaa barabarani. Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuna wengine wasema mimi mdada siwezi kuendesha, basi ndo linaenda kwa bebi wake. Sasa utunzaji ni kitu muhimu sana. Hii hatujamkabidhi mwenza wako, tumekukabidhi wewe. Na likitokea tatizo tutakuwajibisha wewe na sio mwenza wako. Lakini mbili, hatutaki kusikia kwamba kuna watu sikuwafikia kule ambako, tuchukulie mfano kama Kayenze anasema mimi sijawafikia watu wangu mtendaji wa kata. Sasa kama tumeshakupatia chombo, kwa nini usiwafikie watu wako? Afisa maendeleo, kama tumeshakupatia chombo, kwa nini usiwafikie wananchi wa eneo hilo? Hii itakwenda kurahisisha kazi, na tunaamini kwa sababu mwaka huu tumeongezewa kwenye budget 2 bilioni kutoka 14 mpaka 16 bilioni. Tunaamini tutafanya vizuri, tutahakikisha bilioni 2 tunazipata. Unajua kuna wakati ni fedhea, na mimi mkuu wenu wa wilaya ni mtu wa kupita sana huko. Nakaa naenda duka moja la mangi, duka kubwa, ukilipima mtaji wake unaweza kufika milioni 4-5, lakini hana leseni ya biashara. Ukimuuliza kwa nini huna leseni ya biashara, anasema sijapata nafasi ya kwenda. Tafsiri yake, sisi moja ya wajibu wetu kila biashara mpya inapofunguliwa, wewe kwa macho yako ukiipima, unatakiwa ukakague kama mtendaji wa mtaa, kama mtendaji wa kata, kwamba je, vigezo na masharti yamezingatiwa, kwa sababu kukusanya huko ndio kutakapotupa advantage kubwa. Sasa tunachotaka ni lazima tuhakikishe utunzaji wa vyombo, lakini matumizi sahihi ya vyombo vilivyokusudiwa. Kwa mbele ya safari tutakuwa tunaziangalia na kuzikagua, kwa sababu lazima muwe mnatunza vyombo hivi. Mkurugenzi, narudia tena kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya wewe na wenzako. Kwa kweli wilaya yetu inafanya kazi nzuri na mnasikiza maelekezo vizuri sana. Utendaji wa kazi sehemu yake ni kupata vitendea kazi. Utakapokuwa na vitendea kazi, maana yake itakurahisisha kwenye utendaji wako wa kazi. Kwa hiyo sisi sehemu ya mpango ule wa ule mradi wa Green and Smart City tulisema sehemu ya fedha zile basi tununue vitendea kazi ambavyo vitarahisisha utendaji wa kazi kwa wenzetu hawa. Tunaamini kule kwenye kata, kwenye mitaa yetu ndio kuna watu ambao tumewakopesha zile fedha za 10%. Kwa hiyo tukiwapa vitendea kazi hivi itakuwa ni rahisi wao kwenda kufuatilia vile vikundi ili waweze kufanya marejesho kwa wakati na kuweza kutoa mikopo kwa vikundi vingine. Lakini wenzetu wa kata hawa pia kuna mambo mengi sana wanayofanya kule chini, ikiwemo pia usimamizi wa mapato. Kwa hiyo kupitia vifaa hivi au vitendea kazi hivi itakuwa ni rahisi kuzunguka kwenye maduka kule kuangalia kwenye leseni ambao hawana, kuzunguka pia kuangalia mambo yanayoendelea kwenye mitaa yao na kata husika. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi pia utoaji wa taarifa kwa haraka kwa upande wetu sisi huku
HQ kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hivi vitendea kazi tunavyowapa tunaomba wakavitumie kwa mantiki ya kutekeleza wajibu wao na si vinginevyo. Wasiende kufanyia bodaboda humu, wasiende kufanya na mambo mengine ambayo hayaendani na rasilimali hii. Kwa hiyo tunaomba wakatumie kweli kufanya shughuli za kiserikali. Naitwa Majura Mgeta, ni afisa maendeleo wa kata ya Kayenzi. Kwanza naanza na shukrani. Tunashukuru mkurugenzi mtendaji kwa kutupatia vyombo vya usafiri ambazo ni pikipiki, zitatusaidia kwa ajili ya kufuatilia marejesho na shughuli zote za utendaji katika ngazi ile ya kata ya Kayenzi. Na tunaamini mwanzoni tulikuwa tunapata changamoto ya kufuatilia marejesho, lakini kwa sasa tuna uwezo mkubwa wa kuwafikia wanavikundi wote waliokopa maeneo yao, kwa sababu tutakuwa tuna usafiri na huu usafiri utatusaidia. Kwa hiyo kama viongozi wetu walivyotueleza, wametueleza kwamba tuhakikishe tunavitunza vyombo hivi ili viweze kuwa endelevu, vitusaidie kwa miaka mingi ili tuweze kupata changamoto nyingine ya usafiri. Kwa majina naitwa Christina Method Sanga, ni mtendaji wa kata ya Buswelu hapa iliyopo halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Pikipiki zitatusaidia sana katika kuhakikisha tunakusanya mapato ya halmashauri vizuri. Kama kuna ishu yoyote labda mgogoro nini, itatusaidia sana kwa sababu kiufupi usafiri kwa inatusumbua sana.